Pengine mtu atakuwa na ishkali, lakini atasema lakini kwa nini iletwe kwa sauti? Si kila mmoja alete kivyake polepole. Je, yafaa kuleta dhikri baada ya swala kwa sauti? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Ma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia sala na salamu mpenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuwa miongoni mwa ahli sunna wal jamaa. Hii ni neema kubwa, na sio kwa ujanja wetu, bali ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna video ama clip kama wanavyoita wenyewe inaenea katika mitandao, na ni clip ya muda Sheikh mmoja kutoka Kenya maarufu Sheikh Aweso akiwa anatetea suala la kufanya dhikri kwa pamoja na kuomba dua baada salah wa jamaa, kama wanavyofanya sufia katika mji wetu. Ikawa imamu anaomba dua baada ya swala na maamuma wanaitikia, kadhalika wakiwa wanafanya adhkar wanafanya kwa jamaa. Akalitetea jambo hili Sheikh huyu kwa hoja mbalimbali zilizozitaja kama baadhi ya ahadith, na ametumia baadhi ya maneno wanaochuoni kwa njia ambayo wale waliokuwa mbele yake wanaweza kuelewa kinyume na vile ambavyo wanaochuoni walivyokusudia. Pengine mtu atakuwa na ishkali, lakini atasema lakini kwa nini iletwe kwa sauti? Si kila mmoja alete kivyake polepole. Je, yafaa kuleta dhikri baada ya swala kwa sauti? Al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake anapokea maneno ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anasema inna raf'a as-sauti bidhikri 'inda al-intihai min al-maktubati kana ala ahdi rasulillah. Kuinua sauti kwa kuleta dhikri baada ya kumalizika swala ya faradhi ilikuwekwa wakati wa Mtume. Wakati wa Mtume na masahaba zake walikuwa wakiinua sauti baada ya swala ya faradhi kwa kuleta nini? Kwa kuleta dhikri. Kwa hivyo hakuna tatizo kuinua sauti kwa kuleta dhikri, kuinua sauti kwa kuleta dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Ibn Abi Shayba katika musannaf yake, na ameitaja al-Imam Suyuti katika Fadhl Wi'a an ahadithi raf'i al-yadayn fi ad-du'a, kutoka kwa al-Aswad al-Amiri, anasema kutoka kwa babake Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema nimeswali na Mtume sallallahu alayhi wasallam, sallaitu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam falamma sallama inharafa wa rafa'a yadayhi wadaa. Asema niliswali na Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipomaliza kuswali Mtume alipopiga salamu aligeuka kama anavyofanya imamu baada ya kuswali. Asema aligeuka Mtume akainua mikono yake akaomba sallallahu alayhi wasallam. Na katika hadithi iliyopokewa na al-Imam at-Tabarani katika mu'jam yake, anasema kutoka kwa Muhammad ibn Abi Yahya, alimuona Az-Zubair ama Abdullah ibn Zubair alikuwa yuko katika sehemu pamoja na bwana anaswali. Yule bwana akainua mikono kabla ya kupiga salamu yuaomba, yuko katika swala. Asema Ibn Zubair akamwambia, dua ni baada ya kupiga salamu, sio kabla, sio katika tashahud. Yani dua baada ya swala ni kitu mashruu ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alifanya, masahaba wenyewe walifundisha hilo. Lakini pengine mtu atasema kwa nini kwa jamaa? Kwa nini kwa pamoja? Naam, dua ya jamaa ina siri ndugu zangu Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma yajtami'u qaumun fayad'u ba'dhuhum au majtama'a qaumun fada'a ba'dhuhum wa amma sairuhum illa ajabahum Allah. Hawajakusanyika watu, baadhi yao wakaomba, wengine wakaitikia amin, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa takabalia. Hadithi imepokewa na nani? Na al-Imam at-Tabarani kutoka kwa Habib ibn Maslam al-Fihri. Anasema al-Imam al-Haythami katika Majma' az-Zawaid, rijaluhu rijalu sahih. Walopokea hadithi hii ni watu ambao kwamba wanapokea hadithi nini? Ni wapokezi wa al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Na vile vile katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ma rafa'a qaumun akuffahum ila Allah azza wa jalla yasalunahu. Asema watu hawajainua mikono yao kwa Mwenyezi Mungu, qaumun, akusema mtu, hawajainua watu mikono yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yasalunahu shay'a, wanamuomba chochote,
illa kana haqqan ala Allah an yadha fi aydihim alladhi sa'aluhu, isipokuwa huwa ni haki kwa Mwenyezi Mungu aweke katika mikono yao yale ambayo kwamba wameyaomba. Kirudi katika Al-Qur'an Al-Karim, Mwenyezi Mungu anatuonesha fadhila ya dua ya pamoja. Sayyidina Musa alayhi salam alipokuwa anaomba, Mwenyezi Mungu asema waqala Musa ya rabbi innaka ataita fir'auna rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwal, paka mwisho wa dua. Sayyidina Musa nani aliyeomba? Ni Sayyidina Musa, waqala Musa. Lakini angalia baadaye Mwenyezi Mungu atuambia nini? Asema kad ujibat da'watukuma, dua yenu nyinyi wawili imejibiwa. Vipi wawili na aloomba ni Musa? Maulama wa tafsiri wasema Musa alikiomba, ndugu yake Haruna kiitikia amin. Kwa hivyo dua ya pamoja ina siri, kwa sababu hujui amin ya nani ndio itakayotakabaliwa. Pengine mimi ni mchafu, Mwenyezi Mungu asitakabalia amini yangu, lakini yule aliyoko nyuma kabisa karibu na viatu, pengine ilaka yake na Mwenyezi Mungu ni nzuri, amini yake ikatakabaliwa. Na kwa kuwa amini yake imetakabaliwa, dua tumeomba Rabbana kwa pamoja, sote tutapata lile ombi kwa sababu yake yeye. Kwa hiyo iko haja sisi kama Ahlusunna wal Jamaa kubainisha yale ambayo wanaharibu au wanafunika na ule utata wanaoleta ahlul bid'ah, kuwafikishia awamul muslimin, kwa sababu waislamu wa kawaida wanaghurika kwa hilo na kuona ya kwamba amezungumza hujja na wameshindwa Ahlusunna wal Jamaa kujibu. Inawezekana watu wameshughulishwa na pengine kuna wengine wamewahi kumjibu. Mimi kwa upande wangu nitazungumza machache, na lifahamike jambo hili si kupunguza cheo cha mtu wala kumshusha mtu katika kile alichonacho, lakini yeyote anayekwenda kinyume na usawa katika Uislamu anarejeshwa katika njia ya sawa. Kwanza kabisa tutaanza na tahrir mahali niza, mahali pa mzozo hasa baina yetu na Sufia katika mlango huu ni sehemu gani? Kitizama mazungumzo ya Sheikh ni kwamba sehemu kubwa na hoja alizozileta kama tutakavyoelezea si ile sehemu ambayo sisi tunafanya mzozo au tunapingana na ahlul bid'ah. Mzozo uko mahali hapa kwamba je, kuleta dua ya pamoja, imamu anaomba na mamumu wanaitikia amin, kadhalika kuleta adhkar kwa sauti moja kwa pamoja, jambo hilo sisi tunasema jambo hilo halifai, jambo hilo ni uzushi, ni bid'ah. Ama Sufia wanaona ni sawa. Hoja alizozileta zilikuwa zinatetea upande mwingine, lakini ukitizama kama ameleta hoja juu ya kile ambacho anakisema. Kwa hiyo kabla ya kujibu maneno ya Sheikh, napenda nitangulize msingi ambao watapita juu yake Waislamu, hasa wale ambao wajishughulishi na ilmu. Kwa kupitia msingi huu wataweza kuzikataa bid'a nyingi ambazo zinaletwa katika Uislamu. Alqaida almustamirra 'inda alfuqaha walulama qatiba anna al-asla fi al-ibadat at-tawqif, msingi ambao unatambulika kwa wanawachuoni kwamba ibada zote katika Uislamu hazitakubaliwa mpaka zipate ushahidi, dalili min alkitabi was-sunna wal-ijma'. Almuhim an yakuna hunaka dalil. Ibada yoyote ni lazima awe ameiweka Mtume alayhi salatu wassalam na wakamfahamu masahaba radhiallahu ta'ala anhum ajma'in juu ya hivyo ambavyo amefundisha. Tunapojua msingi huu, mtu yeyote atakayeleta ibada hata kama unaiona ni nzuri, kama ibada hiyo hajaifanya Mtume alayhi salatu wassalam, pamoja na kwamba palikuwa na sababu ya kuifanya ibada hiyo, lakini yeye hakuifanya na hapakuwa na kitu cha kumzuia Mtume alayhi salatu wassalam kuifanya ibada hiyo, wewe kuja kuifanya utakuwa umeleta bid'ah. Mfano tu, salatul Eid ni swala ambayo wanakusanyika Waislamu wengi, mpaka wanawake pia ambao wanahidhi wanakwenda katika musalla wa Eid. Pamoja na hivyo Mtume alayhi salatu wasalam hakuadhini, pamoja na kuwepo sababu ya kuadhini na hapakuwa na kitu cha kumzuia kuadhini, lakini hakuadhini. Kwa hiyo sawa sawa, sunna ni kutokuadhini, na atakayefanya jambo la kuadhini ataambiwa umeleta bid'a hata kama inaonekana ni nzuri. Fakadhalika huna na sehemu nyingine katika ibadat, jambo lolote ambalo hajalifanya Mtume alayhi salatu wasalam, wewe huruhusiwi kulifanya kama ni jambo la kiibada, au ikawa alilifanya lakini wewe ukaja na sifa na namna nyingine ambayo ni tofauti na namna alikuja nayo Mtume alayhi salatu wasalam, jambo hilo litarejeshwa. Na haya yanaungwa mkono na maneno ya Hudhaifa ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu aliposema kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwal lam yada' lil akhir maqalan, ibada yoyote ambayo
hawakuifanya kuwa ni ibada, hawakumwabudu Allah masahaba kupitia ibada hiyo, wewe usije ukamwabudu Allah, msije mkamwabudu Allah kupitia ibada hiyo, kwa sababu wale watu wa mwanzo hawajawahi kuacha jambo lolote ambalo analihitajia mtu wa baadaye, ambao ni sisi na wengineo. Kadhalika Imam Malik, maneno maarufu yanafahamika aliposema, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan, yoyote ambaye atazusha uzushi ibada akawa anaiona kwamba ni nzuri, basi mtu huyo atakuwa ameshadai, faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala, atakuwa amedai kwamba mtume alayhi salatu wasalam amefanya khiana katika kufikisha. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amenikamilisha dini yetu, kama alivyosema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, mpaka mwisho wa aya. Kisha akasema Imam Malik, fama lam yakun yawma idin dinan lam yakun al-yawma dina, jambo lolote ambalo halikuwa ni dini, halikuzingatiwa jambo hilo ni katika dini zama za mtume alayhi salatu wasalam, basi haliwezi kuwa leo hii ni dini, zama zake za Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Na tunazungumzia jambo la dini, kwa hiyo asije akaleta mtu hoja kwamba mbona nyinyi hampandi punda. Tuzungumzi mambo ya ibaha, mambo ya kula na kunywa na mambo ya starehe, tunazungumzia dini ya mtume alayhi salatu wasalam. Kwa huu ni msingi, ibada yote atakayokuja nayo mtu basi unatakana uipime hapo. Je, ibada hiyo alifanya mtume alayhi salatu wasalam? Ndiyo aliifanya. Je, namna hii ninayofanya ndivyo walivyofanya maswahaba wa mtume alayhi salatu wasalam? Ikiwa sivyo, basi ibada hiyo utakuwa umeizusha. Tayeb, hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni majibu yetu kuhusiana na kauli na hujja alizozileta, ambazo kiuhalisia si hujja bali ni shubuhat alizozileta Sheikh Aweso, na majibu yetu yatakuwa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni majawabu ambayo ni yako ala wajhi al-ijmal, na sehemu ya pili ni jawabu mufassal, jawabu la ujumla, kadhalika na jawabu lenye kuchambuliwa hujja baada ya hujja. Jawabu letu la ujumla ni kwamba Sheikh amejitahidi kuleta hadithi nyingi pale amezitaja, lakini ahadithi alizozileta 98% ni hadithi dhaif, la taqumu biha hujja, ni hadithi dhaif ambazo haiwezi kusimama hujja kupitia hadithi hiyo kama tutakavyoeleza. Kwa hili lifahamike kwanza, pamoja na kwamba ametumia ujanja na ufundi ambao tutaueleza hapo chini, ukiyasoma maneno ya al-Imam al-Haythami katika Majma'u az-Zawaid wa Manba'u al-Fawaid kwamba rijaluhu rijalu sahihain au rijaluhu rijalu thiqat, na haya maneno hayasaidii kile ambacho anakieleza, kwa sababu al-hukmu ala al-isnadi laysa huwa al-hukm ala al-matn au ala al-hadith bil-kulliyah. Hukumu inapokuja kwenye hadithi kaambiwa hadha hadithu, yani hadha al-hadithu isnaduhu sahih au rijaluhu rijalu thiqat au rijaluhu rijalu الشيخين, haina maana kwamba hiyo ni hukumu ya hadithi, hiyo ni hukumu ya sanad, al-hukmu al-mabda'i. Kwa hiyo hailazimu inapokuwa hadithi sanadi yake ni sahihi basi iwe pia na hadithi yenyewe ni sahihi. Hilo kila anayesoma ilmu ya hadithi analifahamu. Tutalieleza inshallah wakati tunafafanua hoja moja baada ya nyingine. Kwa hiyo jawabu letu la ujumla ni kwamba ahadithi alizozifanya kuwa ni ushahidi Sheikh Aweso ni kwamba nyingi katika hizo, asilimia kubwa katika hizo ni hadithi dhaifu ambazo hazifai kusimamisha hujja, hazifai fi maqam al-istidlal. Ama majawabu ya ufafanuzi, kuchambua hujja moja baada ya nyingine. Kabla ya kutaja zile ahadithi alizozitaja, tuangalie jambo hili la kusoma dhikri kwa pamoja, kuzileta dhikri kwa pamoja au kuomba dua kwa pamoja. Hili jambo ndio tumeanza kulipinga sisi Ahlus Sunna wal Jamaa wa zama hizi, au ni jambo lina asli, jambo ambalo wamelipinga salafuna salih? Maana wewe ukizungumza utasema ni Wahabi. Tuwatizame kwanza wema waliotangulia kuhusiana na jambo hili, wao wanalizingatia vipi? Ukirejea athar kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ambaye amepokea al-Imam Ibn Waddah, Uthman ibn Affan, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu aliletewa habari na mtu mmoja akiitwa Abu Uthman an-Nahdi, waqala kataba amil li Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, aliandika mmoja katika wale waliowekwa na Umar, magavana wale ambao wanasimamia sehemu mbalimbali, alimuandikia Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kataba amil li Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ilayhi annaha huna qauman yajtami'una fayad'una lilmuslimin walil amir, kwamba hapa tuliko kuna watu wanajikusanya
na wanawaombea waislamu na wanamuombea kiongozi. Fakataba ilayhi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab akamjibu kwa barua akamwambia aqbil bihim, fika hapa, fika pamoja nao, kwa maana walete. Aqbil bihim ma'aka, fika pamoja na wao hapa, maana walete wakiwa pamoja na wewe. Fa aqbala, akafika. Faqala Umaru, akasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu lilbawab, kumwambia mlinzi, a'idda sautan, andaa fimbo, andaa bakora. Falamma dakhalu ala Umar aqbala ala amirihim darban bisawt, walipoingia kwa Umar haraka akakimbilia kumfuata yule kiongozi wao na kuanza kumpiga. Fakultu, akasema Abu Uthman an-Nahdi, ya amira al-mu'minin, innana lasna ulaika alladhina, yani ulaika qaum yatuna min qibali al-mashriq. Akamwambia, ewe amira al-mu'minin, hakika sisi sio wale ambao wamekusudiwa, ni wale ambao wanafanya kitendo cha dhikri kwa pamoja, au ambao wametangulia kutajwa hapo, bali watu hao wanatokea upande wa mashiriki, wanatokea huko upande wa mashiriki. Kwa hiyo Umar alitaka kumchapa kwa sababu ya kile kitendo ambacho kimefikishwa kwamba wao wanafanya hivyo. Kadhalika al-athar al-ma'ruf ambaye amepokea Imam ad-Darimi kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mnafahamu kisa cha Abu Musa na Abu Musa al-Ash'ari pamoja na Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa alipowakuta watu katika msikitini wakiwa katika halakat, na kila kundi wamekusanya mawe, vijio vidogo vidogo, wanahesabia kwavyo takbir na tahlil, akawakataza. Baada ya Abu Musa kumpelekea taarifa Abdullah bin Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu, akaja akawakataza, akamwambia, ma hadhihi alladhi arakum tasna'una, au ma hadha alladhi arakum tasna'una, kitu gani hicho ambacho nawaona mnakifanya? Qalu Aba Abdurrahman hasa na'uddu bihi at-takbir wa at-tahlil, akamwambia, ewe Abu Abdurrahman, haya ni mawe tu unahesabia nayo takbira na kadhalika tahlil, kusema la ilaha illa Allah. Abdullah ibn Mas'ud akawapa maneno makali pale, mwisho akawaambia, imma nyinyi mtakuwa mmeokoka kuliko Mtume alayhi salatu wassalam, au mtakuwa mmefungua mlango wa dhalala. Kisa maarufu, tarejea katika sehemu yake, na ahlus sunna wal jamaa wanakifahamu, kadhalika ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kwa hiyo hao ni baadhi ya yale ambayo walikuwa nayo salaf waona watu. Kwa hiyo tatizo ukitizama hapa, kwa nini Abdullah bin Mas'ud aliwakemea hawa? Ni kwa sababu wamekaa kwa pamoja, wanamdhukuru Allah kwa sauti moja. Kiongozi anasema mtajini halilu 100, mtajini Allah mara 100, wanamtaja. Kabbiru 100, semeni Allahu akbar mara 100, wanamtaja. Akawakataza. Dhalika tumeona Umar bin Khattab alipoletewa taarifa hiyo na alichokifanya. Al-Imam Ibn Muflih al-Hanbali katika juzu ya pili kurasa 102 katika kitabu chake al-Adabu Shar'iyya ametaja mlango akiwa anazungumzia hukumu ya watu kujikusanya. Faslun hukmu ijtima'i an-nasi lidhikri wad-du'a'i wa raf'i as-sauti bihi wa mata yakunu bid'ah. Akizungumzia hukumu ya watu kujikusanya kwa ajili ya kumtaja Allah na kuomba dua na kunyanyua sauti kwa hilo, na wakati gani hilo litazingatiwa kuwa ni bid'ah. Akataja habari nyingi pale, katika aliyotaja akasema, waqala bin Mansur li Abi Abdullah, kusudiwa hapo Imam Ahmad, kwamba Imam Ahmad aliulizwa, yukrahu an yajtami'a alqaumu yad'una wa yarfa'una aydiyahum, je, itakuwa ni makruhu watu kujikusanya na wakawa wananyanyua mikono na wanaomba dua? Faqala, akasema Imam Ahmad, ma akrahuhu lilikhwani, jambo hilo mimi silichukii, sioni kama ni makruhu wakilifanya watu, idha lam yajtami'u ala amdin illa an yakthuru, pindi takapokuwa hawakusanyika kwa makusudi, hawajalikusudia hilo jambo, imetokea tu, isipokuwa watakapokithirisha kufanya hivyo. Anasema bin Mansur, qala Ishaq ibn Rahuya, amesema Ishaq ibn Rahuya, qala wa inna ma, anasema kama qala, maneno ni kama alivyosema Imam Ahmad, ni kama hivyo, wa inna ma ma'ana illa an yakthuru, maana yake ni nini? Illa an yattakhidhuha adatan hatta yakthuru. Anasema maneno kama alivyosema Imam Ahmad, isipokuwa watakapokithirisha. Maana yake nini? Maana yake anasema isipokuwa watakapolifanya jambo hilo kuwa ndio utaratibu, kuwa ni ada, mpaka ikawa wamekithiri wao kwenye kulifanya jambo hilo. Kwa hiyo hapa tunapata ufahamu kutoka kwa Imam Ahmad ya kwamba haoni kwamba inafaa watu kukusanyika wakaomba dua kwa pamoja itakapokuwa wamelifanya hilo jambo lipo na ndio utaratibu likawa linaendelea juu yake.
Kadhalika kataja kadhalika kitabu hicho al-Adabu ash-Shar'iyya Ibn Muflih katika kurasa huu akasema waqala Abu al-Abbas al-Fadl ibn Mihran sa'altu Yahya ibn Ma'in, ilimuuliza Yahya ibn Ma'in wa Ahmad ibn Hanbal na Imam Ahmad ibn Hanbal, qultu nikasema inna indana qauman yajtami'una fayad'una wa yaqra'una al-Qur'an wa yadhkuruna Allah ta'ala fama tara fihi, hakika kwetu sisi kuna watu ambao wanajikusanya kisha wanasoma Qur'ani, wanamuomba Allah kisha wanasoma Qur'ani na wanamtaja Allah, waonaje jambo hilo, wasemaje kuhusiana na wao? Qala fa amma Yahya ibn Ma'in, anasema imma Yahya ibn Ma'in faqala, akasema yaqra'u fil mushafi wa yad'u ba'da salah wa yadhkuru Allah fi nafsihi, asome Qur'ani mmoja wao, yani asome Qur'ani na amuombe Allah baada ya swala. Masala kusema na baada ya swala ya faradhi mtu anaweza kuomba dua yeye mwenyewe, hawawezi kuomba. Masala mengine tutazungumzia atakapohitaji, lakini anasema hapa Yahya ibn Ma'in aombe dua baada ya swala na amtaje Allah fi nafsihi, yeye mwenyewe katika nafsi yake. Qultu, anasema Abu al-Abbas al-Fadl ibn Mihran, nikasema mimi fa akhun li yaf'alu, kuna ndugu yangu mimi mmoja anafanya hivyo katika hao niliyataja, kama ni katika hao wanaoomba na kusoma Qur'ani na wanamtaja Allah kwa pamoja. Qala inhahu, Ibn Ma'in akamwambia mkataze. Qultu la yaqbalu, sema nikamwambia hata kubali. Qala izhu, akasema Ibn Ma'in mpe mau'idha. Qultu la yaqbalu, kisha anasema nikasema hata kubali. Ahjuruhu, je ni mhame, ni mgure? Qala na'am, akasema ndiyo mhame. Thumma ataitu Ahmada fa hakaitu lahu nahwa hadha al-kalam, kisha nikaenda kwa Imam Ahmad nikamsimulia nikamuelezea mfano maneno kama haya. Faqala li Ahmad aidha, akaniambia mimi Imam Ahmad vile vile, yaqra'u fil mushafi wa yadhkuru Allah ta'ala fi nafsihi, asome katika Qur'ani na amtaje Allah yeye mwenyewe katika nafsi yake. Wa yatlubu haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na atafute hadithi za Mtume alayhi salam ajifunze. Qultu, nikasema afa anhahu, je ni mkataze? Qala na'am, akasema ndiyo. Qultu fa in lam yaqbal, nikamwambia je asipokubali? Qala bala insha Allah ta'ala fa inna hadha muhdathun, akamwambia kwa nini siwe hivyo bwana, atakubali kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema hakika jambo hili ni lenye kuzushwa. Fa inna hadha muhdath, kitu gani? Alijtima'u walladhi taswifu, kule kujikusanya kwao na kile ambacho umekielezea, hayo yote ni mambo yenye kuzushwa. Qultu, nikasema fa in lam yaf'al ahjuruhu, je asipofanya baada ya kumpa mau'idha, je ni mhame? Qala fatabassama wa sakat, anasema Imam Ahmad akatabasamu kisha akanyamaza. Kwa hiyo hao ndio salafu na salih na msimamo wao kuhusiana na watu kufanya jambo hili la kuomba kwa pamoja au kutaja dhikri au kufanya dhikri kwa pamoja. Kadhalika Imam Shatibi anasema ad-du'a bi hay'ati al-ijtima'i da'iman lam yakun min fi'li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kujikusanya moja kwa moja siku zote hakukuwa anasema al-ijtima'u ad-du'a, kuomba bihayati al-ijtima'i, kwa sura ya kujikusanya kwa pamoja, daiman, kwa siku zote. Lam yakun min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo halikuwa katika kitendo cha Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo utaona kama Mtume alayhi salatu wassalam hakulifanya hivyo. Kadhalika wale wema waliotangulia kuja baada yake kama vile maswahaba, kadhalika tabi'un, hawakulifanya hivyo, pamoja na kwamba palikuwa na sababu kama vile ambavyo ameeleza shekhe hapo kwamba watu wanapoomba kwa pamoja ni sababu ya kukubaliwa dua. Naam, Mtume alayhi salatu wasalam dua yake ni mustajaba, na masahaba walikuwa na matatizo, walikuwa wana shida, lakini haijawahi hata siku moja Mtume alayhi salatu wasalam baada ya swala akawaambia masahaba wake nyueni mikono, na yeye akawa anaomba dua na wao wanaitikia. Sasa labda shekhe atuambie kwamba zama za Mtume alayhi salatu wasalam hakukuwa na matatizo, hakukuwa na shida, hilo halikuhitajika, labda atuambie hivyo, jambo ambalo tunajua kwamba yeye mwenyewe hawezi kusema jambo hilo. Kwa hiyo jambo hili halikuwepo, bali limezushwa kama tulivyoeleza hapo, na mwanzo wa sawa jambo hili kuanza ni zama za maswahaba kama tulivyoelezea katika athari ya Abdullah bin Mas'ud, kadhalika na Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, wale watu waliokuta msikitini. Hapo ndo palikuwa mwanzo wa kudhihiri jambo hili la kumtaja Allah kwa pamoja.
wa dhikrul jamaa, na kwa njia ya kuenea kwa watu zaidi kwa wajhu ar-rasmiyah, yani ile kirasmi hasa ilikuwa katika zama za al-Ma'mun. Ametaja al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala katika tarikhi yake katika matukio ya mwaka 216 hijiria, akasema wa fiha kataba al-Ma'mun ila Ishaq ibn Ibrahim ya'muruhu bi akhdhi al-jundi bit-takbir idha sallaw, na katika mwaka huo aliandika barua al-Ma'mun kwa sababu alikuwa ndo kiongozi, kwenda kwa Ishaq ibn Ibrahim, akawa anamuamrisha kwamba awachukue wale wanajeshi, awaamrishe wao wanamkabiri Allah subhanahu wa ta'ala watakapomaliza kuswali, wao wanamkabiri Allah kwa sauti kwa pamoja. Kadhalika maneno kama haya amelitaja Imam Ibn Kathir katika tarikhi yake, akasema katika matukio ya mwaka 216 wa fiha kataba al-Ma'mun ila Ishaq ibn Ibrahim, ambaye alikuwa ni naib Baghdad, naibu wake kwa upande wa Baghdad, ya'muruhu an ya'mura an-nasa bitakbiri aqiba as-salawati al-khams, akawa anamwamrisha yeye awaamrishe watu wapige takbira kwa pamoja baada ya swala tano. Kwa jambo hili lilianzia huko na ikawa sasa, kwa sababu ni amri ya kiongozi, likaenea kwa kiasi kikubwa. Lakini jambo hili alikuwa zama za Mtume alayhi salatu wassalam hajalifanya wala hajafanya maswahaba wake wala yeyote katika at-tabi'un. Ama yale ambayo ameyadai Sheikh Aweso kwamba alikuwepo na amefanyika, Mtume alayhi salatu wassalam ameyafanya hayo, tuyatizame hoja zake moja baada ya nyingine, na tulieleza kwamba tutajibu kwa ijmal na tunajibu sasa kwa tafsiri. Kwa ujumla tunarudia tena kwamba hadithi alizotolea istishhadi sehemu kubwa ni hadithi dhaif ambazo hujja haisimami kwa kupitia hadithi hizo, na ama zile ambazo zimesihi hazipo katika mahali pa mzozo. Alhadithu alawwal, hadithi ya kwanza ambayo ameanza nayo ni hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna raf'a as-sauti ba'da anna raf'a as-sauti hina yansarifu an-nabiy hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwamba kunyanyua sauti kwa dhikri, na raf'a as-sauti bidhikri, kunyanyua sauti kwa kumtaja Allah wakati alipomaliza Mtume, wakati wanapomaliza watu swala katika swala zile swala za faradhi. Jambo hilo lilikuwa likifanyika zama za Mtume alayhi salatu wassalam. Kisha yeye akasema maneno yake kwamba jambo hili kwanza amechanganya baina ya mambo mawili, na hii ndio ada ya watu wa ahlul bid'ah, yani yajma'una baina al-muftariq wa yufarriquna baina al-mujtami', wanakusanya yale mambo ambayo hayafanani na wanatofautisha baina yale ambayo yanayofanana. Yudkhilun Shaaban fi Ramadhan. Kwa nini? Kwa sababu hadithi ya Ibn Abbas inazungumzia jambo jingine, na hata mwenyewe ukiona wakati anataja anasema hakika kunyanyua sauti kwa dhikri kulikuwepo, alafu baada ya hapo katika maelezo yake unamsikia anatoa maelezo ya kwamba kunyanyua sauti kwa pamoja, ikawa imamu ananyanyua sauti na watu wanaitikia. Watu wakasema sasa hadithi hii ni hadithi sahihi, ameipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kadhalika al-Imam Muslim. Lakini hadithi hii inatujulisha ya kwamba inafaa kunyanyua sauti kwa kumtaja Allah baada ya swala, kufanya dhikri, na jambo hilo sisi tunalifanya baada ya swala. Tutasikia watu wakisema Allahumma anta salam wa minka salam, kwanza astaghfirullah 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 mara tatu, tuisikia kwa sauti Allahumma anta salam, na dhikri nyingine zasikika watu wakifanya. Kwa hiyo jambo hili lilikuwepo, na hapa si mahali pa mzozo. Mahali pa mzozo baina ya ahli sunna wal jamaa na sufia, mahali pa mzozo ni kuileta sasa, kuzileta hizo adhkar kwa sauti ya pamoja, bi sauti aljamai, kama imamu waleta na maamuma wanaitikia la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir, kama wanaofanya katika swala alfajiri mathalan. Ule utaratibu wa kuleta kwa sauti ya pamoja, jambo hilo halipo, jambo hilo ni bid'a. Ama kunyanyua sauti tu, jambo hilo lilikuwepo, lakini si kwa pamoja. Kwa hiyo hadithi aliyoleta ni hadithi sahih, lakini haipo katika mahali pa mzozo. Sawa, istadalla bil hadithi sahihi lakini fi ghairi mahali nizaa. Na ukimsoma al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari juzu ya pili ukurasa wa 326, baada akiwa anaisherehesha hadithi hii akasema waqala an-Nawawi, na amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala shaykhul madhhab, hamala ash-Shafi'i hadha al-haditha ala annahum jaharu bihi waqtan yasiran
لأجل تعليم صفة الذكر لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتاج إلى التعليم. amesema al-Imam an-Nawawi ya kwamba al-Imam Shafi'i ameitafsiri hadithi hii ya kwamba hao masahaba walikuwa wakidhihirisha hiyo dhikri katika wakati mchache, wakati fulani, jambo lililofanya wakaliacha, hawakudumu nalo, na walifanya hivyo kwa ajili ya kuwafundisha wengine namna ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na sio kwamba wao walidumu juu ya kulifanya jambo hilo siku zote katika kudhihirisha. Hawakufanya hivyo. Yanasema wal mukhtaru, na kauli yenye kuchaguliwa, Nawawi anasema hivyo, wal mukhtaru, na kauli yenye kuchaguliwa, anna al imama, kauli ambayo imechagua ni kwamba imamu wal maamum pamoja na maamuma wote hao wawili wataficha, yukhfiani dhikri, wataificha dhikri, hawatanyanyua sauti kwa dhikri zao, illa in ihtija ila at-ta'lim, isipokuwa pakihitajika kwa ajili ya kuwafundisha. Kuna watu hawajui, inaweza kufanyika, lakini ni mara chache, sio juu ya kudumu kwenye jambo hilo. Wala ajabu ni kwamba ukitizama katika misikiti ya Sufia jambo hili linafanyika sana miaka na miaka, pamoja na kwamba hizo adhkari zinazofanywa pia watu hawazifahamu kwa njia ya usahihi. Ukizisikiliza, yani uko kudhihirisha kwao pia wala hakuna manufaa katika taalimu, hakuna manufaa ya kuwafundisha usiyojua. Bali ukienda katika vyuo ambavyo wanasomesha ilmu, katika vyuo vyao ambao wanasomesha ilmu, wale ni wanafunzi na wanajua hizo adhkari, lakini pamoja na hivyo baada ya swala watakuwa wanaleta. Kwa hiyo utaona kwamba kile ambacho kinaelezwa sicho ambacho wanakifanya. Kwa hiyo jambo hili kama anavyoeleza Imam an-Nawawi linatakiwa lifichwe na lisifanywe kwa njia ya kudumu, isipokuwa na hata hiyo mara chache pia liletwe ikiwa itahitajika. Kwa hiyo hadithi ya Ibn Abbas sio hujja ya kwamba itafaa kuleta dhikri bisauti al-jama'i. Ama hadithi ya pili ni hadithi kutoka kwa al-Aswad al-Amiri kutoka kwa baba yake, qala sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-fajr falamma sallama inharafa, kisha akasema wa rafa'a yadayhi wa da'a, niliswali pamoja na Mtume alayhi salatu wasallam sala al-fajr, alipomaliza alimilia inharafa, alipondoka kidogo, aligeuka upande, kisha akanyanyua mikono yake na akaomba. Hadithi hii akaitaja mwenyewe shekhe ya kwamba amepokea al-Imam Ibn Abi Shayba, na ni kama alivyosema amepokea al-Imam Ibn Abi Shayba, kadhalika Ibn Hazm ameitaja katika al-Muhalla hadithi hii, lakini hadithi hii haina ziada wa rafa'a yadayhi wa da'a. Hadithi hii imeishia sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-fajr falamma sallama inharafa, imeishia mpaka hapo, alipotoa salamu aligeuka upande. Ama habari ya kwamba alinyanyua mikono na kuomba, ziada hii haipo katika hadithi. Ni ziada ambayo baadhi wanaochuoni wameitaja tu, lakini bila sanad, kama anavyotaja al-Imam al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, akitaja hadithi akasema al-hadithu rawahu Ibn Abi Shayba fi musannafihi kadha dhakara ba'd al-a'lam, kama hivyo wameitaja baadhi ya wanaochuoni hadha al-haditha, hadithi hii bighairi sanadin, basi na sanad, wa azahu ila al-musannaf, na wakaigemeza kwa musannaf ya Ibn Abi Shayba. Qala wa lam aqif ala sanadi, na sijawahi kuona, bado sijapata sanadi ya hadithi hii. Kwa hadithi hii katika musannaf Ibn Abi Shayba, lakini basi na ziada hiyo ya kusema wa rafa'a yadayhi wa da'a. Tayeb, na tujalie kwamba ingekuwa hadithi hiyo ipo na hiyo ziada pia ipo ya kwamba ninyanyua mikono yake na akaomba, pamoja na hivyo ingekuwa ni hivyo, bado ingekuwa hadithi hii haina ushahidi wa kuomba dua au kuleta dhikri kwa pamoja, bali ingekuwa hadithi hii ni ushahidi wa kwamba inafaa kudhihirisha, inafaa kuomba dua baada ya swala, lakini ama kuomba kwa pamoja bisauti al-jabai hakuna ushahidi wa hilo, sababu hadithi hii inaonyesha kwamba alinyanyua mikono akaomba, lakini je, aliomba kwa sauti? Hilo halijatajwa katika hadithi, pamoja na kwamba tumesema ziada hiyo pia haipo katika hadithi. Kama yeye anaweza kuthibitisha, vitabu vya hadithi vinafahamika, ataje rakam, namba ya hadithi, na watu wa Uislamu wapate kufahamu. Kadhalika hadithi nyingine ambayo ameitolea hujja ni hadithi kutoka kwa Muhammad ibn Abi Yahya al-Aslami, qala ra'aytu, yani kwa sanadi yake hapa tunachukulia pale kuanzia yeye, anasema ra'aytu Abdullah ibn az-Zubayr wa ra'a rajulan rafi'an yadayhi bid'awat, nilimuona mimi Abdullah ibn az-Zubayr, na alikuwa yeye hali ya kuwa yeye amemuona mtu amenyanyua mikono yake akiwa anaomba dua, kabla ni yafurugha min salati, kabla hajamaliza
kutoka kwenye swala yake, kabla hajamaliza kutoka kwenye swala yake. Anasema falamma faragha minha qala, alipomaliza katika swala yake akasema inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam lam yakun yarfa yadayhi hatta yafrugha min salatihi. Kwa mtume alayhi salatu wasallam alikuwa hanyanyui mikono yake kuomba dua, yani ndani ya swala hafanyi hivyo mpaka amalize swala yake, mpaka atoe salamu. Tayeb, hadithi hii ni hadithi dhaif, amepokea Imam at-Tabarani, na ni hadithi dhaif kwa sababu ndani yake kuna mtu akiitwa Fudhail ibn Sulaiman, amedhoofishwa na wanawachuoni wengi kama Ibn Ma'in amesema laysa bithiqa. Kadhalika katika riwaya nyingine amesema laysa huwa bi shay wala yuktabu hadithu, wala hadithi zake haziandikwi, yani la lilihtijaj wala lili'tibar. Kadhalika amesema Salih Jazara akimzungumzia mtu huyo akasema munkarul hadith. Kadhalika al-Imam Abu Hatim akasema yuktabu hadithu wa laysa bil qawi. Al-Imam an-Nasai pia amesema laysa bil qawi. Al-muhim mtu huyo hayuko sawa. Kwa kasoro ya kwanza ni kwamba kuna mtu dhaif, na tumemtaja hapo ambaye ni Fudhail bin Sulaiman. Na kasoro nyingine katika hadithi, Muhammad ibn Abi Yahya huyu hajamdiriki kwa maana hajawahi kukutana na Ibn Zubayr kama anavyoeleza baadhi ya wanaochuoni. Kurejea katika vitabu vya ilal za hadith utayaona hayo. Lakini pamoja na hivyo pia tujalie kwamba hadithi hii ingekuwa imesihi sasa, kwamba hakuna shida kweli, hadithi hiyo ni sawa, kwamba kuomba dua si ndani ya swala, nje ya swala, bado hapata kuwa na ushahidi wa kuonesha kwamba inafaa kudhihirisha dua kwa pamoja. Imamu anaomba na maamuma wanaitikia, au imamu anafanya adhkari na maamuma wanaitikia, bado hakuna ushahidi. Sababu hadithi inaonyesha kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa haombi dua isipokuwa baada ya swala, ama ndani ya swala alikuwa hanyanyui mikono. Bali hadithi hii ukitizama vizuri iko dhidi ya yale ambayo anayadai kifo huyu, kwa sababu sisi tunajua pia kwamba hadithi ni sahihi kwamba kumbe kunyanyua mikono ni baada ya swala. Maana yake nini? Maana yake ukiwa ndani ya swala haifai kunyanyua mikono. Hapa tunafahamu ya kwamba ule utaratibu kufanya ibada ni lazima uendane na namna alivyofanya Mtume alayhi salatu wassalam. Na ndio maana sasa utaona kwamba Mtume alayhi salatu wassalam katika swala alikuwa akiomba dua, tunajua si baada baina sajidatayn kuna kusema rabbi ighfirli warhamni, na nyokuja ziada pia wajburni wahdini warzuqni, ile ni dua. Kadhalika katika tashahudi pia kuna kuomba dua, mtu anaomba anachokitaka katika tashahudi. Pamoja na hivyo Mtume alayhi salatu wasalam hakunyanyua mikono. Kunyanyua mikono na katika adabu za kuomba dua kunyanyua mikono, lakini hajanyanyua katika dua. Lakini ukirejea katika swala ya kunuti, Mtume alayhi salatu wasalam alinyanyua mikono, na hii ni dua na ile kule ni dua, lakini kuna sehemu kunyanyua, kuna sehemu kunyanyua. Kwa ni jambo la kiibada, kwa sababu al-aslu fiha at-tawqif. Msingi ni kuzingatiwa katika ibada, watu hawatofanya ibada isipokuwa hiyo imethibiti maelekezo yake kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo hapo tutafahamu ya kwamba kama ndio hivyo basi muda wa kwa Mtume alayhi salatu wasalam aliswali yeye na maswahaba wake na hawakunyanyua mikono baada ya swala wakaomba kwa pamoja, ikawa Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu anaomba mathalan na wengine wanaitikia, au Mtume alayhi salatu wasalam anamwambia Abu Bakar tutilie Fatiha hapo, anasema al-Fatiha, alafu maswahaba wengine waitikia, watu waomba. Jambo hilo hawajalifanya. Kwa hiyo muda wa kuwa hawakulifanya, na sisi tunatakana tusikilizike na hivyo. Kama waliomba baada ya swala, waliombaje? Waliomba kwa pamoja kama vile ambavyo wanafanya ndugu zetu. Kwa hiyo wasituambie tu kwamba ni jambo la kheri, na ni katika adabu kama tukithibitisha mfano kwamba kuomba dua baada ya swala ilikuwa inafaa. Maana muda wa kuwa inafaa katika adabu ni kunyanyua mikono. Tawaambia pia katika swala imethibiti kuomba dua baina sajidatayn, na imethibiti kuomba dua katika tashahud, na miongoni mwa adabu ni kunyanyua mikono, lakini Mtume alayhi salatu wasalam hakunyanyua. Na katika swala ya kunuti, katika wakati wa kuomba kunuti akanyanyua. Kwa nini ametofautisha pale na hapa? Anajua Mtume alayhi salatu wasalam jambo la ibada ni taabudhi mahd. Kwa hiyo haitakikani watu kutia akili zao. Kaona muda wa kuwa swala ya Isha watu wanasoma kwa sauti na ni rakaa 4, basi na swala ya alfajiri maadamu na yenyewe inaswaliwa usiku tena kwa sauti, basi na yenyewe nitaswali rakaa 4. Hakuna utaratibu. Watu lazima wajifunge na kile ambacho wamekuja nacho Mtume alayhi salatu wassalam. Ala kulli hal, hadithi hii sio sahihi, na hata ingekuwa ni sahihi bado haiwezi kuunga mkono kile ambacho shekhe amestadili kwacho. Kadhalika hadithi nyingine ambayo ameitegemea ni hadithi ambazo zinaonyesha kwamba, sababu anasema katika kuomba dua kwa jamaa anaweza akawa yeye ni muovu lakini akapatikana mtu mwingine ambaye ni mwema. Na tushaeleza kwamba zama za Mtume alayhi salam hila na ulisema pia lilikuwepo. Pamoja na hivyo Mtume alayhi salatu wasalam hajaomba dua
kwa jamaa na watu wakawa wanaitikia hivyo baada ya swala tena kwa pamoja. Hakufanya hivyo. Kwa hiyo hapo hakuna hujja. Kwa hiyo amezitumia hadithi mbili hapa, hadithi ambazo zinaonyesha kwamba baadhi watu wakiomba na wengine wakawa wanaitikia basi Allah atakubali maombi yao. Hadithi ya kwanza ni hadithi aliyotaja la ijtami'u mala'un fayad'u ba'dahum wa yu'minu sa'irahum illa ajabahumullah. Pamoja na kwamba yeye alisema qaumun, imekuja lafzi hiyo pia. Kusanyika watu, hawajapata kukusanyika watu, ikawa baadhi yao wanaomba na wengine wanaitikia amin, isipokuwa Allah atawaitikia maombi yao. Ametaja hadithi hiyo. Hadithi hii ni hadithi dhaif, la yasihu. Hadithi haisihi. Na tatizo la hadithi hii ni rawi anaitwa Abdullah ibn Hubayra, sababu hadithi hii ameitaja kwa sanadi yake al-Imam الطبراني katika mu'jam yake, akasema hadathana Abdurrahman al-Muqri qala hadathana ibn Lahi'a qala hadathani ibn Hubayra an Habib ibn Maslama, kutokea hapa kwa Mtume alayhi salatu wasallam akataja hadithi hiyo kwamba watu walikusanya kwa naomba mmoja wao mpaka mwisho wa hadithi. Huyo Abdullah ibn Hubayra ni mtu thika wallahi alhamdu, lakini hajamdiriki Habib ibn Maslama. Kwa nini? Kwa sababu mwaka aliozaliwa Abdullah ibn Hubayra ni mwaka 41 na mwaka 42 ndio mwaka aliofariki Habib ibn Maslama. Kwa hiyo alifariki ikiwa Ibn Hubayra ana mwaka mmoja. Kwa hiyo hawezi kuwa alimdiriki mtoto wa mwaka mmoja, hawezi kuwa alisikia hadithi kutoka kwake. Kwa hiyo kuna inqita' fi sanad, na kukatika katika sanad, na inqita' ni katika sababu za kudhoofika hadithi. Kwa hadithu dhaifu la takumu biha hujja. Na hata kama tungejalia hadithi ingekuwa ni sahihi, bado ingekuwa inaonyesha kwamba yafaa watu kuomba dua kwa pamoja tu, mmoja akaomba na mwingine akaitikia, lakini bado sio nas fi mahali niza, kwamba je hilo sababu hiyo ni am, lakini je hali ya hata salawat wa ghairiha, na kwa sababu hiyo ni unaweza ukasema kwa sababu al-ibratu bi umumi al-lafzi la bi khususi sabab na mengineyo. Tunaweza kujadiliana katika hayo, lakini al-hadithu la yasihu kwanza mpaka tuende huko iwe hadithi mizii na hadithi haikusihi. Ama maneno ya kusema kwamba rijaluhu rijalu sahihi, rijalu thiqat, huo ni ushahidi wa kuonesha kwamba sanad haina shida kwa upande wa at-tawthik. Wapokezi wanakubalika, lakini kuna inqita', na inqita' haiwezi kukubalika, sanad imekatika. Kwa hiyo kusema hadithi kama rijali wake ni rijali wa hadithi sahihi au rijali wa shaykhain, hiyo si hukumu ya hadithi, hiyo ni hukumu ya sanad. Ukimsoma al-Imam Ibn Salah, kimsoma al-Imam Ibn Kathir katika Ikhtisar Ulum al-Hadith, zaona akielezea, msome Suyuti katika Tadrib al-Rawi, msome al-Imam as-Sakhawi katika Fathul Mughith, wakielezea kwamba inaposemwa hii hadithi sanadi yake ni sahihi, hiyo sio hukumu ya hadithi kwamba hadithi hiyo ni sahihi. Fataamal hadha barakallahu fik. Kadhalika hadithi yake ya mwisho kwa kumalizia aliyoitaja, ma rafa'a qaumun akuffahum ila Allah ta'ala yas'alunahu shay'an illa kana haqqan 'ala Allah an yad'a fi aydihim alladhi sa'aluhu, kwamba hawajapatapo kunyanyua mikono yao baadhi ya watu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanamuomba kitu chochote, isipokuwa itakuwa ni haki juu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa wao kile kitu ambacho wamekiomba. Hadithi hii kadhalika ni hadithi dhaif, akhrajahu al-Imam at-Tabarani katika al-Mu'jam al-Kabir, pamoja na kwamba al-Haythami amesema wale rijali wake ni rijal as-sahih, lakini al-Imam al-Haythami anafahamika kwanza katika njia yake katika tasihih, ni mutasahil fi dhalik, na wanaosoma ilmu ya hadithi wanajua hilo, kwa sababu wamesema rijaluhu rijalu sahih, lakini Yaqub ibn Mujahid al-Basri ambaye ndo mtu wa kwanza katika sanad ambao ni shekha wake na al-Imam at-Tabarani, huyu si katika rijali wa sahih, bali laysa min al-mashhurin, pia sio katika watu mashuhuri fi, na al-Imam at-Tabarani ametaja hadithi 6 kutoka kwa mtu huyu. Kwa hiyo rijali wengine ni thiqat isipokuwa huyu shekha wake, kwa shekha al-Imam at-Tabarani, na hilo hakulitaja al-Haythami, na shekha weso akachukua kama alivyosema maneno al-Haythami akayaleta, akawasomea waislamu wale ambao wamekaa mbele yake na wengine hata hawajui kinachozungumzwa ni jambo gani, huyo al-Haythami ni nani na kizungumza hivyo na maana gani, wengine hawafahamu, lakini mwenyewe anafanya vile tadlisan, kuwafanyia tadlisi watu. Ukiachilia mbali hilo, ndani ya hadithi kuna watu wengine wawili pamoja na kama ni thiqat, kama vile Shaddad bin Abu Talha na mwingine pia anaitwa Sa'id ibn Iyas. Huyo Abu Talha alisema al-Imam al-Hafidh katika Taqrib, saduqun yukhti, ni mtu saduq lakini anakosea pia.
yukhti. Pamoja na kwamba hiyo ni illa, haipelekei kurejeshwa hadithi moja kwa moja, lakini ni miongoni mwa sababu ambazo zinaweza kuchukuliwa kwamba al-khata'u la'allahu minhu. Kadhalika Sa'id ibn Iyas qala anhu al-Hafiz ibn Hajar thiqatun ikhtalata qabla mautihi bi 3 sinin. Ni mtu thika, lakini alibadilika hifdhi yake kabla ya kufariki kwake kwa miaka 3. Kwa hiyo hadithi kama unavyoiona ina shida, lakini pia Sheikh wa Imam Tabarani laysa min rijali sahih. Pamoja na hivyo pia hata kama wangekuwa wote ni thiqat, bado hadithi kuwa ina rijali thiqat, hiyo sio sababu, kwa sababu hadithi inafahamika inda ahli alhadith lazima itimize masharti yote. Masharti matatu yanafahamika ambao ni tamamu yani adalatu rawi, kadhalika tamamu dhabti na ittisalu sanad. Haya masharti matatu yakikamilika, ikawa pokezi ni uadilifu, sanadi imeungana, lakini pia ikawa ile dini yao iko sawa na hifadhi yao ni nzuri, hiyo ni hukumu ya mwanzo katika hadithi. Tunaambiwa hapa hadha alhadithu isnaduhu sahihun, hadithi sanadi yake ni sahihi. Hadha alhukmu almabda'i, hiyo ni hukumu ya mwanzo. Ama hukumu ya mwisho itatimia baada ya kukagua mambo mawili mengine ambayo ni intifa'ul illati wa shudhudh, kukosekana pasiwepo na kasoro ambayo inajeruhi katika hadithi, na hadithi isiwe shadh. Kwa hiyo kuambiwa kwamba hii hadithi rijaluhu rijalu sahihain, rijaluhu rijalu thiqat, huo si ushahidi wa kwamba hadithi hiyo inafanywa kuwa ni hujja, wala hiyo si hadithi sahihi. Kwa hiyo asiwatatize Waislamu wasiojua wakaona kwamba kumbe hadithi yenyewe hiyo imepokelewa na wale wapokezi Imam Bukhari na Muslim. Mtu akisikia hivyo ana basi itakuwa hadithi sahihi. Hii si sawa, na huo ni upotoshaji na hauendani na yeye kuzungumza maneno kama haya, kwa sababu mimi nina yakini kwamba atakuwa anajua anachokisema kwamba hiyo si hukumu ya hadithi sahihi, lakini anafanya vile talibisa. Na kama atakuwa hajui, basi ni wajibu juu yake kujifunza jambo hilo, na kama itakuwa anajua na hilo ndio lenye nguvu zaidi na amefanya vile, basi amche Allah subhanahu wa ta'ala, sababu atakuja kuulizwa siku ya kiyama. Usiwaletee Waislamu jambo ambalo haliko sawa kisa tu unajua kwamba wewe ndio unalitaka liwe hivyo, na wewe yakuwa una yakini kwamba jambo haliko hivyo, ikawa watu wanaamini kwamba hadithi iko sawa hiyo kwa sababu yale maneno yako uliyosema, na hali ya kuwa al-amru bi khilafi dhalik. Umuman, kumalizia maneno yetu ni kwamba maneno haya yatamfikia Sheikh ama wengineo ambao wanaweza kujibu, wajibu haya tuliyosema wayatetee kwa hujja na kuzingatia misingi ya elimu ya hadithi, kadhalika misingi yale ambayo tumeyatanguliza ya maneno ya salafu salih wakiwa wanalipinga jambo hilo. Kwa hiyo jambo la kunyanyua sauti kwa pamoja wakati wa kuomba dua, ikawa imamu anaomba na maamuma wanaitikia, au jambo la kufanya dhikri kwa pamoja maamuma pamoja na imamu wao, jambo hili hajalifanya Mtume alayhi salatu wasalam, na sababu ya kulifanya ilikuwepo na hapakuwa na kitu cha kumzuia na hakulifanya. Na sisi hatuwezi kuwa wacha Mungu tukamshinda Mtume alayhi salatu wasalam. Unatakikana wewe ufilizike, qif haithu waqafa alqaum, simama pale ambako walisimama hao, kama anavyotuambia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo kufikia hapa tutakuwa tumeeleza kwa uchache na kwa haraka yale ambayo yamesemwa. Wal kamalu lillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.